Na karibu ndugu msikilizaji katika mfululizo wa masomo yetu yanayohusiana na afya kutoka Erastobe Food Product, jumba la lishe. Na kwa siku ya leo nataka nikuelekeze faida ambazo hutokana na mti wa kivumbasi. Kivumbasi ni mti maarufu sana nchini Tanzania pamoja na Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Ni mti ambao inatibu magonjwa mengi sana na imekuwa ikitumika sana katika tiba. Kwa mfano kipindi cha corona wengi walitumia katika kujifukizia na ileta matokeo mazuri sana, wengine walikuwa na kunywa. Scientific name wa mmea huu inajulikana kama Osmium siave. Ni dawa moja nzuri sana. Tiba namba moja, inapambana na kikohozi pamoja na mafua kwa kiasi kikubwa. Kivumbasi kutokana na harufu yake ni nzuri sana katika mfumo wa upumuaji na pia inaondoa mucus ama makamasi kwenye mapafu kwa kiasi kikubwa. Tumia kama chai, chemsha vizuri, alafu tumia nusu glasi kutwa mara 2 mpaka pale utakapopata matokeo mazuri, na unaweza ukaweka na asali. Lakini tiba yake namba 2 ni kwamba inapambana na ugonjwa wa kisukari. Kivumbasi ni nzuri sana kwa kisukari, tena inafanya vizuri sana na wengi wamejaribu kutumia na wamepata matokeo mazuri. Tumia glasi 2 kwa siku, asubuhi na jioni, lakini usiweke chochote. Hii itakusaidia. Labda unaweza kaweka stevia peke yake. Kivumbasi pia ni nzuri sana kwa matatizo katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, ikiwemo gesi, vidonda vya tumbo. Inafanya vizuri sana. Chemsha, pata glasi 1 kutwa mara 2 mpaka pale utakapokaa vizuri. Kwenye upande wa vidonda vya tumbo unaweza kaweka na asali, sio mbaya. Lakini pia kivumbasi inasaidia sana kuondoa tatizo la wasiwasi pamoja na msongo wa mawazo, stress. Inafanya vizuri sana. Wataalamu wanasema kwamba ile harufu yake inapopanda kwenye unapoivuta inaenda kwenye mishipa ya fahamu, na hii inafanya ubongo uweze kutulia vizuri, na hivyo itakusaidia sana. Lakini pia kivumbasi utuliza maumivu ya kichwa. Ile harufu yake unaweza kaivuta kama unavyoona rosemary, unaweza kaweka kichwani pale karibu unapoweka mto wako, basi ukao unavuta ile harufu, itakusaidia sana. Penda sana kutumia chai yake. Inafanya vizuri. Wazambia wanatumia sana kivumbasi kama tiba yao moja kubwa sana na wanaiuza kwa bei kubwa na wanaipaki vizuri sana. Kwa hivyo kivumbasi kwa Tanzania ni prevalent na inapatikana kila mahali. Lakini pia kivumbasi ni nzuri sana kwa kufukuza wadudu. Inafukuza wadudu kama mbu. Kwa hivyo ile harufu yake ukiichoma vizuri, hasa ikikauka alafu ukachoma, wale wadudu hawapendi kukaa karibu, wataondoka na wataenda mbali. Kwa hivyo ina faida kubwa sana. Na kama unapata maumivu ya viungo, basi tumia chai ya kivumbasi. Unatengeneza vizuri, unapata glasi 1 asubuhi na jioni, basi utapata matokeo mazuri sana. Inasaidia sana kuondoa maumivu katika mwili wa binadamu. Na kwa siku ya leo sina la ziada ndugu msikilizaji, nafikiri umejifunza. Tulikuwa na kuelekeza faida ambazo hutokana na kivumbasi na nafikiri umeona wewe mwenyewe. Usisahau kusubscribe, kushare na comment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni na tukutane katika video nyingine. Bye bye.